Kwingineko, wakazi wa kaunti ya Kakamega wameulizwa kujiunga kwa vyama vya ushirika ili kunufaika na senti za serikali za kuwafaidi kufanya maendeleo na kung'atuka katika lindi la ufukara na umaskini. Dan Dunde na Bwayo ni mwanahabari wetu ambaye amekita kambi katika kaunti ya Kakamega. Member of registration fee nafikiri tulipokuwa tukijitambulisha alijitambua. Ben Kangale ambaye ni mkurugenzi wa vyama vya ushirika kaunti ya Kakamega anasema kuwa serikali ya Kakamega imejitolea kuwezesha wakazi kupitia idara ya ushirika kama njia moja ya kuinua uchumi na kumaliza umaskini, akiwataka watu kujiunga na vyama ili kunufaika. Wetu wanaweza kupata utajiri haraka kupitia kwa vyama vya ushirika, uzalishaji na uuzaji bora na kuweka pamoja savings zao, wanaweza kupata utajiri haraka. Na tunahimiza ya kwamba wananchi wala ambao umeamua kujiunga na hiki chama, tunataka mfanye kazi kwa uaminifu, muweke pamoja pesa, mfanye miradi, na sisi kama serikali kupitia kwa serikali ya Kakamega County mtasaidika, na kuna partners ambao tunaweza kufanya nao kazi. Akizungumza katika mkutano wa mwaka wa chama cha akiba na mikopo cha Jisimamia Shainas huko Emusala, eneo bunge la Lurambi, mkurugenzi huyo amewashauri wakazi kuchukua mikopo ya serikali bila kuogopa, akisema kuwa sendi hizo zimetolewa kwa minajili ya kuendeleza Wakenya. Funds, na kuna pesa ambazo zinatokea kwa county government, kuna microfinance, na pia sisi tunataka kuanzisha mradi naitwa Cooperative Enterprise Fund. Sasa hiyo nayo itakuwa kwa vyama vya ushirika peke yake. Sasa tunahimiza ya kwamba watu wasiokope kukopa. Mwenye anaokopa kukopa inaonekana hana mpangilio na kulipa. Kama una mpangilio na kulipa, ukope na ikusaidie ufanye maendeleo, kopa pesa na ikusaidie. Kuhusu vyama vya ushirika, this is the best. Hii ndio nafasi nzuri sana. Kwa sababu chama cha ushirika inamaanisha ni pesa yako. Kama mfadhili ataweka mahali pale ama serikali, itakuwa ni kuboost fund ambayo already ni yenu. Kiongozi wa ushirika huo Cyrus Akhonya akielezea malengo yao ya kuja pamoja, huku akitaka serikali kuwa karibu na wananchi, kuwasaidia kuinuka kiuchumi na kupata mapato ya kuwasaidia kujikimu maishani. Kuja kwa ground, kutembelea groups kama yenye tuko nayo hii, kujua kwamba tuna mahitaji yapi, so that wakifanya maamuzi kule kwa county ama kwa national government yaendane na yale mahitaji ambayo tuko nayo kwa ground. Saidiwa kupitia kwa ofisi ya cooperatives na national government na county, tuweze kuona venye miradi inaendelezwa, wazazi wetu waweze kuendeleza masomo ya watoto wao, sababu pia ni objective kubwa ya sisi kama CBO. Ni kauli iliyosisitizwa na mwenyekiti wake Shem Misiko, huku akisema wanalenga sana akina mama pamoja na vijana ili kuwezesha kujisimamia wenyewe maishani. Kwa sako pia tunataka tutumie maarifa ya kutafuta partners wenye wako different areas kupitia kwa county government, wakikuja tukusaidia wakulima, kwa sababu mimi kwa sako majority of members wenye niko nao ni wamama. Mmoja wa mama nao wapate information haraka. Sasa tunataka tutumie sako kupata information, tukufeed hao mama wetu, so that upande wa chakula tukue nayo, upande wa pesa pia tukue na, tusikue watu wa kuombaomba. Vijana sana sana Gen Z, hao ndio wanakosa kazi na wanaleta shida, lakini tukikuja pamoja tuanze kusave, tukijaribu kuleta walimu wa kitrain, tukianza miradi ndogo ndogo, utapata wote wako engaged vizuri. Hii ni baada ya chifu wa eneo hilo Justus Mukoshi kudai kuwa vijana wengi wamejiingiza katika wizi wa kuku na kukosesha wakazi usingizi, akisema wanafaa kuhusishwa kwenye miradi ya maendeleo. Hazitaibiwa, najua ni vijana wetu, ni watoto wetu wanafanya haya maneno. Tunaweka kuku na wengine wanakuja wanachukua usiku, na mnajua ni kwa nini wanachukua inakuwa. But all in all, kile tunajaribu kusema ni kwamba tuambie vijana wetu wajiingie kwa mashirika ambayo tunasema kama haya, watafute pesa kwa njia ambayo iko halali kuliko tuibia. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega, naitwa Dan Dunde.